Okay. Binti akatumia ile fimbo, piga miguu. Binti kafundisha ile style ya beggars ya kucheza na fimbo. Jamaa kawai. Piga na fimbo hiyo. Binti ameshikilia, haruhusi kumwachia Gojing maana wanasaidiana hapo kuweza kupona. Jamaa akampora hiyo fimbo, akaibeba mzee. Binti akamongezea nguvu bana kule chap. Binti akazunguka pale pale mzee. Hey, hamna kuachia mkono. Kamongezea nguvu akampiga. Kwa mpaka nje mzee. Baada kumongezea nguvu, mlango ukafungwa. Lakini ile fimbo ya ukoo wa beggars iko nje. Gojing, uko salama? Niko sawa. Sasa akapigwa kaanguka nje. Haya. Kuna yote hapo? Akasikia kuna mtu mwingine anakuja huko. Na anakuja tena. Akasikia kuna mtu anakuja. Nani kaja? Miss Mu naye kaja huko. Akakuta Gojing kablokiwa na Miss Cheng. Wameblokiwa hapa. Asa binti naye si ajui. Akashinda kuona kinachoendelea hapa. Ondoka haraka. Hapa si salama. Kwa nini mko hapa? Akablokiwa na yeye. Masere! Jamaa akamkuta. Na wewe uko hapa? Ai! Jamaa wapenda na wake. Wewe unataka nini akamblock usiongee? Hasa uongee. Miss Mu. Ndio mrefu tujaonana Miss Mu eti. Kumbe uko mzuri hivi. Unajua tulipotengana Boyeng mpaka hapa hajaonana tena. Sasa anapenda na wake kweli huyu jamaa. Kikwamba sina bahati, nyinyi wawili mnapendeza, la mnapishana kidogo kwa tofauti, lakini ni bahati sana kwa upande wangu. Wakiwa huku wakaangalia wakasema kwa nini shida kubwa hii. Mara wakiwa kule mzee wa Yang Feng kama amekuja kule nyumbani kwa kina Yang Kang. Mheshimiwa, hatimaye ameweza kurudi. Nimefurahi kunana na wewe mheshimiwa. Yuko wapi binamu yangu? Mtoto wangu yuko wapi? Mmemwacha kule? Sawa. Mzee, unajua basi. Sitaki maongezi mengi. Mzee akajua amemtelekeza mwanae amwacha kule. Mzee akamfuata. Mwanae ndiye huyu huku ambaye anamuita mjomba yani. Akaana mnusa binti harufu lapenda na wake hii. Hasa hii ni kama ziaka fulani. Kamnusa binti we. Miss Cheng, unajua mwili wako. Kwa nini mwili wako uko kama hivi? Unanukia. Akamnusa na Miss Mu. Aona yupe na harufu nzuri. Anadai kwamba anajua na wake vizuri. Akamnusa Miss Mu. Ananukia kama mama yangu alivyokuwa ananukia. Mama yangu alikuwa ananukia hivi hivi. Oyankia akamkuta. Sasa Yang Kang akamkuta. Afu ni mkewe. Ana mimba yake. Akamkuta jamaa anamchikashika binti vibaya. Prince. Akajifanya hey, Yang Kang karudi. Umeshinda kunielewa. Sio kama unavyofikiria. Sikia nikwambie kitu. Kwa nini nasema hivyo? Huyu mwanamke tu. Huyu ni historia tu. Hao wote wakupita. Kama nampenda, mchukue. Kama nampenda mchukue. Ya wale furahi kweli. Prince, wewe unajua kunitega sana wewe. Kwa wanawake wawili wazuri wanapendeza hapa. Ila wanatofautiana. Mmoja mrembo, na mwingine ana harufu nzuri. Hebu chagua mmoja kati ya wawili. Yupi na kufaa? Nashukuru sana. Mimi ningependa mtu mwenye miguu midogo. Basi huyu atakufaa mguu mdogo binti. Ana mguu mdogo. Umejuaje? Mimi na ujuzi mkubwa wa kukamata wanawake. Nikimuona tu naweza kujua huyu ana shida gani na umbile gani. Kila kitu. Mwanzo mpaka chini. Basi uko vizuri ndugu yangu. Kama kweli unaweza hivyo. Kabisa. Kama umevutiwa, nitakufundisha mbinu nzuri. Basi hamna shida. Binti kashangaa imekuaje? Basi, mimi nitamvua kiatu mtu mmoja.
Na huyo mvuo mwingine wakati huo akainama kana anavua viatu, akamtega jamaa. Sasa amvue binti viatu. Jamaa naye akaona Oyankee akaamua kumvua Misimu viatu. Kwa hiyo anamvua huyu, yeye amvue huyu. Kumbe Yankang anamtega. Yankang anamtega. Alipoinama tu akamvizia kubabeki. Amshika manzi yangu na mnai mke wangu hivi. Wai chapa kuvuta kisu chap, amchomeka kisu cha tumbo. Mtoto wa Yanfeng, chomeka kisu cha tumbo mzee. Kamchomeka kisu Oyankee. Babu yake alivyokuwa mbaya vile umemua Oyankee. Kamchomeka kisu. Oyankee amini aise. Hivi ninakufa kama hivi? Alianza kucheka. Hakuamini kama anakufa kama hivi. Akamwambia Oyankee, muuni kama mimi. Leo nakufa kwa mikono yako. Kweli mimi baba yangu, nakwambia nilikuwa nakuchukulia kama kaka yangu. Yankang, leo unaniua. Unamkamata binti yangu ana mimba yangu. Mke wangu unaanza kumziaki. Unafikiri nafurahia mimi? Mjomba wangu atalipa kisasi kwako. Nakwambia utakufa. Toweka kisu kingine. Toweka kingine. Asali mpiga visu kama 200 kidogo. Piga visu. Cheki. Alimuua kinyama. Ukifa kwa upanga utakufa kwa upanga. Chomeka kisu. Kibaya kile kisu kina jina ya Guojing. Akakiacha hapo. Oyankee ameuawa. Kaka Jing, Yankang kwa nini na wametengana na Misimu kwa nini? Itakuwa kwa sababu gani sijui. Kuna kitu yuko sawa hapa. Mbona ghafla ametokea tu hapa? Wakaendelea kuangalia. Akawafungulia wote hapa. Tunashukuru kwa msaada wako uliotufanyia leo. Akamwambia msijali. Tuondoke. Akamchukua mke wake akaishia. Misimu, uko sawa? Akamwambia mimi niko sawa. Huyu mpuzi huyu nimemuua kwa makusudi. Jinga kabisa. Anastahili kufa. Usijali. Nikiwa hapa amna zake kuumiza kabisa. Mbona kama umekuja huko? Nimekuja huko. Nilikuwa ninapita kutafuta vitu mtaani. Nikaona nipitie tu hapa. Ndio hivyo ilikuwa. Basi hamna shida. Kama ni hivyo, mimi nitasubiri hapa. Kwani kamzike huyu. Lakini kisu kimeandikwa Guojing. Kuona kisu kimeandikwa Guojing, Yankang kaona safi. Nikiacha kisu kimeandikwa Guojing hapa, watajua Guojing ndo kaua. Kwa hakumzika, akamwacha. Kwa nini umziki? Wewe muache. So wewe tuondoke. Akaacha kile kisu kimeandikwa Guojing pale. Afu akaishia. Unaona? Kwa kesi itakuwa Guojing na sio ya kwake. Angalia mchezo huu. Binti akaanza kuita, "Wewe! Mbona hajamzika?" Sasa sijui kwa nini. Labda kama usijali. Ngoja nitaenda kumzika baadaye. Sasa yeye alivyoongelea ni kirahisi kama hivyo, lakini kafanya makusudi. Kaacha ili Guojing ahukumiwe. Sasa yule binti akachukua fimbo akampelekea. Mheshimiwa, fimbo ni ya kwako, chukua. Umeona kitu gani? Nimekuona ndio. Kabla kwa nataka kumuona huyu. Kama usimuue kichana huyu. Umeona nini? Niachie bana. Kamkaba, kama ni kichaa tu chochote kile. Mwachie. Nataka ucheze na wewe. Sasa kamletea ile fimbo ya kijani na ajui ya nini. Na hii fimbo ni ya ukoo Beggars. Huyu kichacha akampa Yankang. Yankang. Oyankee moja mzika. Hivi kwa nini Yankang kwa nini hajamzika kweli huyu? Baada ya kumuua Oyankee. Arami sielewi kwa nini hajamzika. Mara akaja babu yake Oyankee. Mjomba akafika. Oyankee alishtuka
kumuona binamu yake amekufa na amepigwa kisu vingi akafa. Hakuwahi amini kama kuna mtu atakuja kumuua mtoto wake. Hajawahi kuamini. Na anamchukulia kama mwanae. Siku zote anamuona kama mwanae. Hajaamini. Acha utani bwana. Hata kunyogopesha mjomba bwana. Akaamini eti amekufaje? Ngoja ngutibu. Ngoja ngutibu mjomba eti. Ngoja ngutibu. Akamlaza hapo. Ngoja nikutibu. Akaamua kumtibu mzee amsaidie. Kaweka nguvu lakini alichelewa. Huyu alikufa kitambo. Ashapoa hadi kupoa. Kama amsha lakini wapi? Mzee katumia nguvu zake zote. Wapi? Na anavyompenda kama mwanae binamu yake. Mzee hajaamini. Wanke. Na nimefanya hivi. Nani kakufanyia hivi? Nani? Nani kakuua mwanangu? Babako niko hapa. Babako niko. Kumbe Wanke babake ni huyu mzee. Naona nashtuka. Kumbe ni mwanae, hajawahi kumwambia. Huyu ni mtoto wake, hajawahi kumwambiaga. Alimwambia tu niite uncle. Kumbe huyu ni mtoto wake. Mzee hataki kuamini. Alikasirika mzima aliyefanya hichi kitendo. Mzee ajikuta analia na kicheko kinaingia, ni hasira kiasi kwamba analia na kicheko kinaungama hapo. Yaani jisikia na uchungu usiokuwa na kimo. Sasa akati amesubaa hivi, akaangalia mbele kidogo, akaona kile kisu kimeandikwa Guojing na kimemuua mwanae. Akaamini Guojing ndo kaua. Guojing nitakuua. Ninaapa nitakuua vibaya. Hewani akaamini Guojing ndo kafanya vile. Guojing nakashangaa. Kwa hiyo Yankang kaacha mtego onekana ni wewe. Kile kisu chako amekiacha pale ili onekana ni wewe. Kwa nifanyia hivi? Sasa yule Yankang, sasa huyu mzee anakuwinda wewe. Jing, sasa hivi ni maadui wengi. Wafanya haraka watoke hapa. Mzee akachukua mwili wa mwanae akaenda kuuchoma. Asa mwanangu, okay, umeondoka. Lakini bado hujai kuniita baba bado. Kwa nini? Kwa sababu hii jali imeniacha bila mkono. Baba anajutia sana. Kila siku ningejua yani mzee aliongea maneno mengi sana. Mzee aliumia sana tukio kama hili linamuumiza mno. Mzee aliumia sana. Kwani imekuwaje? Alipiga yowe sana akiomboleza. Palipokuta siku iliyofuata asubuhi na mapema. Sasa ameshika ile fimbo kwa beggars Yankang
Kila mtu akimwona anampa heshima, nafikiri huyu ni mkuu wao. Unajua ukoo wa beggars wanaitii hiyo fimbo. Sasa yeye akawa anaishika fimbo, anapita nao mtaani. Kila mtu ukoo wa beggars akimwona anamsujudia Yang Kang. Yang Kang hakujua maana yake ni nini. Kila mtu akimwona anampa heshima, maana mtu alipewa fimbo na master wake, hii fimbo ikionekana, maana yake mkuu wao kawapa. Yang Kang akashtukia, mbona watu wanipa heshima? Akajua ni hii fimbo. Sasa huyu jamaa alipokuwa na roho mbaya, kila mtu akimwona anampa heshima kwa sababu yuko na fimbo ya mkuu wa ukoo wa beggars. Na ukoo wa beggars ni ukoo mkubwa. Mheshimiwa, subiri. Mna shida gani ndugu zangu? Sisi wanafunzi wa Sikong, tunapokuwa wameshika fimbo ya mkuu wetu, basi bila shaka mkuu atakuwa amekuachia maagizo fulani. Yeye wewe ndo mkuu wetu. Akasema kwa kumbe si wanaabudu hii fimbo. Bila shaka namtafuta pia. Asema chifu ametuambia kwamba hii fimbo wakiwa nayo inamwakilisha mkubwa wetu. Kwa popote hii fimbo ilipo tunashuhudia. Ani kweli nilikuwa naye. Kesho kutwa ni asembo, Yeozo asembo inakuja mapema. Na siku zinazidi kwenda, tukuta mtafuta chifu wetu yuko wapi ili tuanze kufanya uchaguzi mpya. Lakini tujamuona chifu wetu alipo. Asembo? Asema ndio, ni kila baada ya miaka kadhaa ukoo wa beggars unachagua kiongozi mpya. Kwa hiyo siku zinakaribia, kwa hiyo tunataka chifu aje tumchague kiongozi mpya ukoo wa beggars. Kwa sababu chifu atakiwa yupo. Je, unajua hili? Bila shaka najua kwamba, lakini sikujua ni wapi nilikuwa najua kuhusu hilo. Basi mwalimu anakuja lini tuambie kabisa ili tufanye haraka. Tayari tuchague kiongozi mpya. Kama unaishia leo, tukutane basi tukusindikize bahari pale. Anasema sasa hivi na mali nazidi kwenda, lakini kuna kazi naenda kufanya. Ila nitarudi haraka mapema sana kuongoza uchaguzi huo. Hamna shida. Tunakusubiri. Hamna shida. Sasa akajua kumbe hii fimbo ina maana kubwa sana. Nini shida? Hamna kitu. Binti ashaamua kumsupport hata ujinga anaofanya. Binti kasema atamsupport. Sasa akajua hii fimbo nikitumia vizuri na kusaidia sana. Mwanangu. Baba. Kazi tena shamaliza, shamuua Yanke. Safi. Na hiyo nini umeshika hiyo? Baba, ni fimbo ya ukoo wa beggars. Ni mali. Mzee anaifahamu hii. Kuicheki. Anasema wakati napita nao hii, kila mtu alikuwa ananishujudia na kuniheshimu. Basi hii ni mali kubwa sana ya ukoo wa beggars. Safi sana. Ukoo wa beggars sasa hivi waga ni mgumu, unatuonea sana sisi watu wa ufalme wa Jin. Sasa hivi unapata hii fimbo, maana yake utakuwa ni chifu wao. Kwa hiyo utakuwa ni chifu wao ukiwa na hii fimbo. Na wanaitii fimbo ina nguvu sana kwa ukoo wa beggars. Safi. Hiyo itasaidia sisi ukoo wa beggars kupata nguvu yao kupitia hii kupigana na watu wa Mongolia. Kwa hiyo nakuhakikishia hii fimbo tukiwa nayo tutakontrol ukoo wa beggars wote, na nafasi ya ukoo wa beggars itakuwa ni muhimu kwa upande wetu. Safi. Bila shaka. Lakini unapata wapi fimbo? Kuna binti kichaa aliniletea tu. Kichaa? Alinipa hii fimbo. Naonekana kama ni kichaa nimekuletea. Naonekana Mungu anatusaidia sana sisi watu wa ufalme wa Jin. Safi. Safi sana. Baba, baada ya Ouyang Feng kurudi, ngoja. Bado hajarudi. Huyu mzee akirudi itakuwa ni vizuri. Kwa sasa hivi itakuwa naugulia msiba wa mjukuu wake, huyu mwanae tuliyemuua. Kama nataka kuwa na huyu mzee, tumsubiri muda mwafaka akiwa ametulia, mawazo yameisha, tutamfuata. Alafu tutamfuata sasa, tutakuwa njia yetu ya pekee. Sawa. Ufika usiku, mzee akaamua kwenda chumbani kwake. Kufika chumbani kwake, Misimu alikuwa ameingia. Mzee anafungua mlango, anamkuta Misimu chumbani kwake. Akafunga mlango. Misimu, wafanya nini chumbani kwangu? Sababu sasa nimekuona unapenda chai, kwa hiyo nimenunua maua yenye chai mazuri. Nikaa nimekuletea. Ningependa ujaribu ionje ladha ya chai hii. Kwa nini ghafla unakuja kunitengenezea chai namna hiyo? Basi kwa ni mkwe wangu, lazima baba mkwe nikuhudumie inavyotakiwa. Mesimu, kweli una moyo wa huruma na moyo wa utu. Mwanangu Kana na bahati sana. Basi unanisifu sana mheshimiwa.
Lakini mimi hapa umenisifu sana. Shaka ni binti ni mjamzito. Anataka pumzike. Kazi zingine kama waachie wafanya kazi tu. Hamna shida. Iti iko tayari. Sasa iko tayari unaweza ukanywa. Sasa mzee akafikiria. Sinaga mazoea na binti ghafla anitengenezee chai. Mzee akainusa. Na harufu nzuri. Hawa. Vizuri. Akunywa akaweka mezani. He. Mbona hujaondoka? Kuna shida gani? Wewe pumzika. Akaishia. Mzee hakumwamini kwa hiyo akanywa chai yake kati ya muamini. Binti akaishia. Lakini binti alitaka aweke sumu. Sijui kaeka sumu wala mzee akunywa ile chai. Binti akaja huko amejutia kweli. Na bahati mbaya alikuwa na wasiwasi kuhusu mimi na hajainywa chai yangu. Ile na bahati sikuweka sumu, niliwahi kuingia kabla sijaweka sumu. Kwa bahati yake. Kwa binti alikuwa hajaweka sumu bado. Alikuwa anataka aweke sumu. Kwa angeweka sumu, angeinywa ningekuwa mjulikana kama ni mtu mbaya. Inabidi nimfanye niamini kwanza ili niweze kumuua vizuri huyo mzee. Inakaa binti anakaa hapa kwa plani. Kama sio muda mrefu tunamaliza mafunzo, tunatoka nje. Nabidi nifanye kitu. Hata nijitahidi siku ziende. Muda uweze kupita haraka haraka. Niwe salama tena. Jing, utafanyaje baada ya kutoka nje? Nitatafuta baba yako. Nimuelezee kila kitu. Baada ya hapo, asiwe na hasira na mimi wala na mama sita zangu pia. Asiwe na hasira na sisi. Moyo wako unampenda masta wako sana eti? Hapana Ronga, moyo wangu unakuwaza pia wewe. Sio masta zangu tu, hata wewe pia. Wao wakaendelea. Sasa mashujaa 7 nao walimu wake na Guojing nao walikuwa wanapita mitaa hii na leo. Tunasikia Guojing yuko huku. Nasikia yule mzee anatafuta Guojing amuue. Nabii si tuwahi kutimba hapa tumtetee Guojing. Itakuwa sio sawa. Huyu mzee ana kichani. Binti yake afa mlaumu kijana wetu Guojing. Mama kutaka kichai yuko pale. 1 2 3 4 5 6. Mko 6. Kunya. Habari yako binti? Hapa na kijijini cha Ox Village ndo hapa. Kunya. Mama. Hapa ni Ox Village. Ox Village. Nakuuliza hapa na kijiji cha Ox Village. Kwa nini unaniuliza mimi kuhusu kijiji cha Ox Village? Akajua ni kichaa. Akaambia dada mkubwa. Kwa unashinda kwa uwezo wako wote unashinda kujua binti ana shida gani? Binti anakaa ni kichaa. Sasa mtu mwenye akili mama. Uko vizuri. Kwa hiyo unajua mimi ndo shagu. Nimehisi tu. Haya, wakaingia ndani kwa binti shagu anapoishi. Wakawa wameingia huko ndani. Ni walimu wake na Guojing kumbuka. Nyumba iko empty. Utakaa hapa kwa siku kadhaa. Utapumzika kidogo. Lakini Guojing hawezi kuja hapa. Master wangu amekuja. Master wangu amekuja. Binti alisikia. Guojing alisikia sauti ya master wao, alijua alikuja hapa. Kwa jinsi alivyoangalia, waligundua kuna vita ilipiganwa hapa. Mbona ile jumba liko kama hivi? Nini hiyo? Wakasikia filimbi inapiga pale nje. Filimbi ya nani? Babangu kaja. Oyang Feng kaja tena. Sasa katimba chap chap. Akazunguka na mmoja kwanza hapo chap chap. Zunguka hapo kamtupa mmoja kando. Nanga timba huyu. Baba yake na Ronga kaja tena. Nyeso walimu wa Guojing. Master Huang. Vizuri mmekuja wote. Nyeso walimu wa Guojing. Guojing kamuua Ronga, anye nitawaua kama niaba ya kumlaumu. Unamuua Guojing sababu gani? Amekufa mwenyewe binti yako Guojing anasikaje? Kama asingempenda Guojing, asingekufa binti yangu asingekufa. Yeye kaifanya mpenda mwanangu kumbe mpendi, mwanangu kafa kizembe. Na nyie, yeye iwahusu. Kama acha kusema, mteteeni, vingine mtakufa na nyie. Wewe, huwezi kumuua kijana wetu mzee wewe. Wakamchangia mzee mzima. Hawa ni mashujaa 7 mzee. Lakini sijui kama watamweza. Mzee anagusa huyo mzee. Mzee anagusa. Si mchezo. Binti kapanda pale juu. Wapigaji wanawake bwana. Gai. Tupa kando kule. Wapigi wanawake. Sogea pembeni kule.
mwalimu wangu. Gojing, concentrate upone kwanza. Mwalimu wangu ataona baba yako anajua ni mbaya. Binti akamshikilia hapo. Tulia kwanza. Fikiria mara mbili. Mwalimu wako amepigwa. Sasa, au mzee akisema anaua kweli. Niambieni, Gojing iko wapi? Vinginevyo sitawasaidia. Tuwe tu. Sikwambia alipo mwanafunzi wangu. Si huu ni uwe. Basi nisilaumu utatukufanya. Anaona kumuona namna hiyo. Gojing akaona sintani wewe. Akavunja ile sehemu akatoka mzee wewe. Master wangu wauao hivi. Gojing akajitokeza mwenyewe. Kamzuia mzee chap akaingia. Lakini yuko vibaya, mgonjwa bado. Mara, Runga. Ndo mzee anamuona mwanae. Runga, kumbe ni wewe huko? Yeah. Baba, naota au? Gojing atapika damu. Woi. Mzee kumwona binti yake yupo na alikumbuka binti yake anampenda Gojing. Basi aliamua kumaliza mambo yote yaishe. Shida yake ilikuwa ni binti yake tu. Alipona binti yake kumbe mzima, akaamua kumsaidia Gojing kwa sababu binti yake anampenda Gojing. Ikabidi amsaidie kwa sababu huyu ndo furaha ya binti yake. Na yeye alifikiri binti yake amekufa. Kwa hiyo ni kutokuelewana tu. Huyu mzee yuko na nguvu nyingi, kwa akimsaidia Gojing ni rahisi Gojing kupona haraka. Alimsaidia, ana nguvu nyingi, kwa akimhamishia Gojing nguvu kidogo ni rahisi ya kupona. Gojing alizinduka na mzee yuko hapo. Vizuri, umepona sasa. Akasema nashukuru sana Master Wang kwa kuniokoa. Nimekuponya sababu binti yangu anakupenda, so vinginevyo singekusaidia wewe. Baba, wako mkali tu. Master, kwa nini wote mko hapa? Tuliwasikia kama wana windo na huyu mzee. Tuka tumeenda kisiwani. Hatukumpata huyu mzee. Kwa kabidi tuje hapa. Kwa tulipopita hapa, tukaamua tuje katika hili eneo. Leo tukakubahatisha. Runga, nini kimetokea? Ulikuwa umekufa ama? Baba ni story ndefu. Akamsimulia yote ilikuwaje mpaka hapo. Akamalizia story. Yang Feng mpuzi asubiria. Sitamwacha aende. Jinga. Nya wewe mna bahati sana. Umefundishwa na Sikong, umefundishwa na yule kichakicha. Kweli hata ukoo wa Vegas umepata nafasi kubwa kama wewe. Runga. Kwa lazima wewe mkuu ukoo wa Vegas. Baba, mimi sikutaka kuwa chief lakini Sikong aliniambia mimi ni chief lakini sababu alikuwa mgonjwa sana. Sikong yuko wapi? Tulimwacha kwa jumba la kifalme. Baada ya hapo sijui yuko wapi mpaka sasa hivi. Yule mwalimu wako anapenda kula. Atakufa kama mzuka mwenye njaa. Nakwambia. Haya. Waliingia huko ndani. Binti alikuja kumuonyesha master wake wako hapo wanafunzi wengine. Kwa nini nileta mimi hapa? Baba, nataka nikuoneshe kitu ambacho ulikuwa hujui. Akatoa chikiso kumuonesha. Unakumbuka chikiso ni cha nani? Nimejikuta hapa chikiso. Hicho ni kisu cha Ling Feng mwanafunzi wangu. Kwa nini kiko hapa? Nini kwa wapi? Akasema ile fuvu ni la kwake. Ile la jumba lake. Yule ni askari wa kifalme. Njoo kuonesha fuvu lake. Huyo ni askari wa kifalme alikufa huyo hapo chini. Akamuonesha fuvu la mwanafunzi wake. Akama hapa ndo chumba cha key alichokuwa anaishi Q. Katika wanafunzi wako wote walikuwa nakupenda. Huyo alikuwa miongoni mwa wanafunzi walikuwa wakubwa kwa ajili yako. Na aliiba kila kitu, michoro mengi kwa jumba la kifalme ili akuletee wewe. Kwa bahati mbaya mlinzi wa kifalme alimfuata mpaka humu na wakafia humu. Ling Feng alikuwa mtoto mzuri, alikuwa anaheshimika, hawezi kuiba mali ya mtu. Lakini yeye aliiba michoro ya kifalme ili wewe uone, kwa sababu anapenda michoro. Mwalimu, nimechukua michoro mengi ya jumba la kifalme kwa ajili yako kama zawadi, ili tu uweze kujionea. Lakini mlinzi amenikamata na nimeumia.
Kumbe ni kweli. Michoro yote na vitu vyote hivi aliviiba kwa ajili ya mimi nifurahi. Akaamua kuiba kila kitu kuleta huko. Kama sijakosea baba. Baba, usiwe na huzuni basi tena. Mimi nafikiria kwa haraka. Nini kitakachokuwa? Mwangalia Shagu. Shagu iko pale alaumini, binti ambaye anatakia mtu kumlea. Na huyu ni mtoto wa Shagu, ni mtoto wake. Nitamchukua Shagu nimpeleke kule kisiwani na atakuwa mwanafunzi wangu kuanzia leo. Kweli baba? Basi Shagu atafurahi kweli na bahati kupata kama wewe. Baba, wewe kuhusu ile jumba lote na vitu vyako hapa. Hivi mali zilizoko hapa ziachwe humu. Kwa sababu Ling Feng alileta kwa ajili yangu, lakini kibali kufa kwa ajili yangu. Tuviache hapa vitu vibaki hapa. Kuna shairi lilikuwa limeandikwa hapa. Binti kama ulisoma. Baba, naomba huu mchoro na utaka. Kwa nini utaka huu mchoro? Mlima Eldon. Inaonekana hili eneo ni nzuri sana. Na sidai kuaga hapa. Baba, unapenda hii? Mimi naichukua. Basi nipe mimi niondoke nayo. Tangu lini umeanza kupenda michoro wewe? Wala usiniulize. Binti akasepa. Huu mchoro kaupenda kauchukua. Ni kama anataka kumpa Guojing labda zawadi au la. Mzee kama mwache tu. Basi mwanafunzi wake ashakufa amejua. Akasema Ling Feng, nilikuwa mkali sana kukufukuza kisiwani kipindi kile baada ya kunikosea. Wanafunzi wangu wote walikuwa mzuri kuliko wote. Kama nisingevunja miguu yako basi usingekufa kama hivi. Nimepoteza sana kitu kikubwa. Lakini naumia juu ya kifo chako sana. Lakini sina ugomvi na wewe. Na wala wewe una ugomvi na mimi. Ling Feng, Master nisamehe. Na kutengenezea Yang Kang kumbe ni shetani namna hiyo. Kweli ningejua. Guojing. Binti alimpa mchoro. Akamwambia ni kwa ajili yako hii. Hii nini? Akamwambia hii ni jumba la kifalme, mchoro jumba la kifalme. Nimeupata, baba ameniambia niuchukue. Na kama misi wangu nampenda Guojing kweli. Tunafurahi sana kuona hivyo. Ni mchoro hiyo mlima huo. Asante Ronga. Wisiwa, raundi hii umetusaidia sisi na tunakupokea kama mkwe rasmi. Kweli umekuwa mzuri sana kwetu sisi. Kwa nini unacheka sasa? Kama unaishi ishi basi. Kama unakufa tufe wote. Naona mahaba yanaendelea hapo. Akamba Ronga. Basi mzee akatoka nje akawa amekuja pale. Mzee akawakuta wako hapo. Master Wang. Baba. Mzee ni mkali. Wakafikiri anapinga hii ndoa. Master Wang. Ni muda wa kuondoka. Itabidi tuondoke sasa. Baba, Jinga mimi nataka tuende tukafanye kazi bahari. Nataka tukaongee mbali sana. Okay, mna shida. Tutawasubiri njiani muongee mnachokiongea. Mara akaja jamaa yako huyo kichaa. 1 2 3 4 5. Shagu. Umeshika nini? Yule mzee kanipa hii karatasi niwaletee nyie. Mzee gani? Mzee? Amesema nawaambie msikasirike wala. Chukua hii. Ni kama ujumbe umeachwa na yule mzee kichaa yule za Buton. Akaamua usome. Siku yangu simuoni alipo. Kwa sijawa mzuri sana kwenu. Naenda kumtafuta. Siku yangu hajulikani iko wapi. Ila fimbo ya ukoo wa Bega zimeondoka. Na mkutano wa uchaguzi mpya unakaribia. Sasa alikumbuka udogo alichukua ile fimbo. Chagu, ile fimbo alimpa nani ile dog stick ya ukoo wa Beggars? Fimbo fulani vya kijani. Fimbo ya kupigia mbwa, dog beating stick. Aya!
Tukapiga mbwa na fimbo eti. Tukapiga mbwa na fimbo. Akamwambia sio hivyo. Sio mbwa. Ile fimbo ambayo kama mti wa bambu ya kijani. Ile ulimpa nani? Binti akakumbuka. Alikimbia pale. Sitaki. Sitaki. Usiogope Shagu, uko salama. Nilimpa hiyo fimbo akaichukua hivi akaninyonga hapa kunikoromea na kunivunja. Akasema ni Yankang huyo. Ni Yankang. Yankang kachukua fimbo. Hey. Shagu. Ulimpa Yankang. Hey, hii ni mbaya. Kama Yankang kachukua, ataharibu kila kitu sasa hivi. Ronga, tumtafutie Yankang haraka sana. Vinginevyo kwa Beggars utakwenda kuingia katika matatizo. Ronga. 你真的要做丐帮帮主？ uko tayari kuwa chifu kwa Beggars kweli? 爹 Baba, 虽然蓉儿 mimi sijakamilika, halafu sifai kuwa chifu huko. Ila nilimwahidi mwalimu inabidi nimtii. 我是这样想的， Nitaenda kutafuta ile fimbo, kishaipata nitaipeleka 从杨康那里夺回来， kwenye ukoo wa Beggars. 然后再 Kisha nitawapa wale wazee wa ukoo wa Beggars wachague kiongozi mpya anayemtaka wao. Hiyo itakuwa vizuri. Kuipata fimbo kwanza. Mzee akamwambia basi, Ronga, wewe ndo utegemea kwenye kisiwa changu. Kama unaweza kuwa chifu wa ukoo wa Beggars, chukua stiki ile fimbo irudishe, alafu uje nyumbani, sawa? 爹， Baba sawa, nitakuja usijali. 把所有事情 Nitakavyoipata tu nitakuja nyumbani. 你们去哪儿啊？ Mnaenda wapi nyie? Shagu, baba yako na mama yako wamekufa wote. 从今以后， Kwa hiyo sasa hivi twende na mimi nyumbani kisiwani ukaishi. Kwani mimi siendi huko? Ai, taki. 一个人在这里太可。 Uko peke yako hapa, mimi nitakuangalia. Lazima twende na mimi. 小姑很 Shagu aendi popote. Shagu aendi. Shagu, kwani uendi? Kisiwani kuna vitu vingi eti. Kuna vitu vya kuchezea vingi sana kisiwani. Sitaki. Binti akaja anapenda matikiti maji. Kuna matikiti maji mengi kule. 真的？ Kweli? 你这么大， Kuna makubwa sana tu. Ukienda kisiwani hapo. Nataka kwenda kisiwani. Akaondoka. Ronga, 完事之 unapokamilisha mambo yote, njoo nyumbani Ronga, sawa? Na wewe pia uje. Leo mara ya kwanza kujinga karibishwa. Sawa baba, tutakuja. 爹， Baba, 怎么又？ kwa ushamkubali Gojing kwa sasa hivi. 我黄老邪 Kisiwa kwetu Masauwa sitaki sababu ya kumpata mtu na kumchukia mtu. Mimi sinaga sababu ya kumpenda mtu wala kumchukia. Kwa hiyo mimi kichukia mtu nachukia, nikipenda mtu napenda. Basi sasa mimi nihisi 是老顽童告诉 yule mzee ameniambia kwamba atakuwa shakueleza ukweli kwamba Gojing hana makosa. Utakuwa shakumbuka bila shaka eti. Aliniambia. Akazua kumbe amesema ukweli hatimaye. Mzee akamwambia wewe mtoto mpumbavu. Nakwambia ukweli. Siku kimtesa binti yangu, mimi ninavyompenda. 今往后， Kuanzia sasa na kuendelea, wewe mzuri kwake. Usimkasiriche. Sawa. 我知 Nikigundua umemkasirisha amekasirika, na sitakusamea. Yaani hakuna huruma hapo. 多谢黄道。 Sawa mzee, nashukuru, nimeelewa. Haya. Binti akafurahi kweli. Mzee akapenda binti yake akifurahi, basi hamna shida. 多了， Yankang, 你们赶紧去。 chukua fimbo, faster umkute. 静儿， Jingia, 保重。 kwa makini unapoenda. Tuonane mwezi ujao. 对仙楼比武的时候再见了。 Muda kama huu. 师傅们也保重。 Sawa mwalimu. 静儿， Jingia, 黄姑娘对你这， misi wangu anakupenda sana. Kwa makini naye umtunze vizuri binti. 这小子要是欺负你， Nikisikia amekumuonea wewe, nakupiga. 而是 Master. 要是 Na Ronga akinyonya mimi je tunafanyaje? 妈，肯定 Mwanake ndo mkorofi. 我饶不了你。 Walikuwa wanamtania bwana. 爹， Baba, 那我 mimi nitaondoka. Wewe makini basi huko. 要好好照顾自己啊。Hamna shida. 黄岛主， Master wangu 6位师傅， na walimu wangu 在此别过了。 naaga sasa. 你们 Haya, kuwa makini huko njiani. 师傅们， Master, kila laheri. Akaona wale njiwa wanalia kwa juu. Hawa Gojing anawajua ni Night Condors. Gojing anawajua. Hawa ni kule kutoka kule Mongolia. Gojing kuwaona aligundua. Hapana, Huazeng yupo matatizoni. Gojing akawahi kule. Kumbe kweli umenaswa na mtego. Asi wajumbe wa Mongolia walitumwa. Sasa Kindren alipewa kazi ya kuwatega. Aliweka mitego akawatega.
hadi Misi Wangcheng huyu hapa na askari wa kifalme walikamatwa. Qin Ren kawatega ndio huyu. Wewe nani? Wataka nini? So mimi nani? Na wewe sema nataka kitu toka kwenu. Nyendo wale, wewe mpita njia. Tufungulie nakwambia. Nikitoka hapa. Nyendo wajumbe wa Mongolia umetuma mpatanishe ukoo wa Mongolia na ukoo wa Song. Basi mtakuwa na vifaa wa samani sana. Hebu ngoja kwanza. Nipe pochi yangu. Akafungua pochi. Akaona imeandikwa kuna kitu amechukua hivi. Kama dawa. Hii na kama dawa ya gharama kubwa. Rudisha rafiki yangu hiyo. Rudisha zawadi ya rafiki yangu. Zawadi ya rafiki yako. Kutoki pochi Gojing. Imeandikwa Gojing. Ha, Gojing. Ona mjua Gojing? Ni ndugu yangu wa damu huyo. Kumbe kuna dunia kweli. Kumbe kuna ndugu wa kweli. Hebu angalia. Mnaenda kufa wote safari. Unatuua sisi. Hatuna govi na nyie. Nitaambia mtu kutoka ukoo wa Jing kanituma Prince na wazuie nyie kwa ukoo wangu namfanyia kazi. Kwa nitaua nyie wote wa Mongolia. Toka na kuzimu wewe. Anataka kwa mtu akapiga anizi kadondoka pale. Kwa mtu kaingia kuwasaidia. Nani kafika huyo? Gojing alikuja. Kwa mjinga wewe. Ni wewe mzee tena. Wewe Qin Ren, unafanya nini hapa? Unafanya nini hapa? Kwanza mimi nakwambia sababu gani nafanya hapa? Gojing njoo. Gojing akamfuata binti, ndo atakuwa mke wake kuanzia mwanzoni. Atakiwa muoe binti. Binti si akaona. Binti anampenda kweli, anatakiwa muoe kuanzia mwanzo, muoe huyu binti. Alipomkumbatia binti kama vile Rongali aliona wivu hivi. Akaambia uko salama kama sijaumia. Huyu mwalimu wake Jebe alolea. Mwalimu. Nyamba na wausu wa mrokeni. Wewe unajiita mkono wa chuma ukoo mkono wa chuma Iron Palm. Haustahili kuwa chifu wewe. Mongo mkubwa. Baba, huyu alisema wewe ulikufa kipindi fulani alivumisha uvumi kama ulikufa. Kumbe ulikuwa uko hai. Alinifanya nikana huzuni sana baba huyu. Anikichana anapomwona mbele yangu. Haya mpige makofi. Baba yako si niko hai. Pige makofi kwa kuongea uongo. Sawa. Alikula mbata hizo. Pigo bakora kwa kusema umbea. Huyu mzee anapenda kusambaza uvumi alafu ni fake, yana uwezo wote. Pigo makofi mengi sana. Ngoja. Mama, umumia. Enda kisha nyumbani kwenu kapumzike. Mimi tuna sumu kwenye mwili wangu. Kakae mbali. Hautoishi nakwambia. Kwa bahati mbaya maarufu wako Iron Palm ulikuwa mkubwa sana. Lakini sasa hivi unapigwa mpaka na mtoto. Mimi namuonea robo binti ni mrembo, sitaki kumpiga. Haya okay. Pigana na mimi basi. Tunamwona binti huruma. Jamaa yako akaona okay. Kama unaingilia ugomvi nitakachokufanya usinilaumu. Sawa. Njoo. Mzee wa marongo. Tumbo inauma jamani. Nini tena? Nataka kuharisha jamani. Harisha. Ngoja nitakuja baada ya hapo. Ngoja bana. Kama naenda kuharisha basi ngoja nikupe. Unaona hili? Hii itakufaa kuchambia. Vipi kuhusu na hii tena? Kama hii itafutia yeye. Unaelewa? Shika haya. Nenda kachambe unye. Nenda. Ujawani muongo kinyama. Hapo sika atarudi tena. Nimemwibia hii token. Hii token ya Iron Palm. Ukoo wao wa mkono wa chuma. Ukoo unaitwa Iron Palm. Kwa hii ni nembo yake. Baba, mbona hii token hivyo? Huyu ni kiongozi kweli au? Mzee kuangalia. Akasema ni token ya ukoo wa Iron Palm. Ukoo wa chuma. Na kama ndo mkuu wao. Ukoo wa Iron Palm unaogopewa sana. Sio kwa jinsi unavyoonekana, lazima uheshimiwe. Ukishika hii maana yake unaheshimiwa pia unapokwenda. Ni kawaida. Sasa mbona yuko na alafu mbona msaifu hivyo? Alafu ukimwangalia ni muongo hata ana nguvu zote zile. Mbona anashika kitu kama hiki? Ambao ni Qin Ren. Miongoni mwa alitudanganya. It's kisu fake hichi. Ukichomeka hapa akizambi kumbe kinaingia chini ndani. Hebu nione hicho kisu. Wewe, yule mjinga mtoroka yule. Hawezi toroka. Kumbe jamaa ameacha nguo pale amekimbia. Ameacha nguo. Mheshimiwa, kwa nini mko hapa? Kaka, kwa tunaelekea Mongo Song. Kwa sababu tutakutana na huyu mjinga akatuteka na mitego. Kwa kama tukamata.
Anyway, baba ushampata mmoja babako. Utaenda kumuoa dada yangu, ukamuoa sasa sister yangu. Si ndio? Kuoa tena. 这位就是 Gojing. Ndio ile binti litakao muoe, si ndio? 是 Akasema ndio mzee. 你不是说 Haya sasa tulisema nampenda binti yangu Ronga tu. Tusema nampenda binti yangu. Haya sasa. 我姑且相信 Na kwa mimi nampenda Ronga ni kweli. Na nishaamini kama nampenda Ronga. Waambie wewe binti kwamba utamuoa na aishie. 不会再见这姑 Na utamuona tena kuanzia leo. Mkatae mbele yangu nikiona hapa. 从小一起 Lakini wanzeni kama dada yangu, nimekuwa naye kuanzia mdogo mpaka mkubwa. Sisi kumsaliti nikatani simuone. 我心里 Nitakuwa na hofu juu yake. 你爱见谁就见， Au kila mmoja mko hapa. Mimi sitajali kukutana naye, usimpende tu. Unipende mimi peke yangu. 不会真的爱他。 Kwa mimi nitakuamini mapenzi yako kwake, lakini usio aimpenda. 今日 Haya leo babake niko hapa na kaka zake wako hapo. Nataka umkane mbele yangu na walimu wako wako hapa. Mwambie kwamba hutomoa binti, utamoa binti yangu Ronga tu. Na sio binti wa Mongolia. Ongea mbele watu wasikie. 了这条心 Na kisha kwamba akupendi tena. Gojing, 到 unampenda mwanamke mwingine zaidi ya dadangu? Kama ndio. 当日大汗亲封你为 Umesahau hadi yako unamwekea babangu kama utamuoa dadangu. Toa nyumbani na mimi. 你们不用面， Usimforce kama hataki. 郭靖心里没 Mimi najua Gojing anipendi. Najua kitambo tu. Tunaenda nyumbani. 光顾， Nilimwona muda mrefu alikuwa ananikataa. 睁着 Siko tayari kuolewa naye hata mimi. Wacha niondoke. 还车 Wanzeng, sio hivyo. 不敬 Gojing, 对我们 hauna hisia kwa dadangu, si ndio? Basi sitakulazimisha. Kama mtaki dadangu sawa. 曾经救过我 Kwa sababu mnisaidia babangu na tumekana naye muda mrefu. Sitasahau mama yako aliyotutendea. Nitamlinda mama yako, nitamtunza. Siku kitaka kuondoka, nitamleta wako mama yako. Ila sasa hivi, 绝不会有半点 sababu mtaki dadangu hamna shida. 言出如山 Kuanzia leo, mimi sitakuingilia tena. 安达 Hapana ndugu yangu, walishaunga undugu wa damu. Jamaa akachukua mshale, akamuonesha. Kuanzia leo, undugu wetu tuliounga unavunjika hapa. Alivunja mshale ishara kama mna ndugu tena. Kuanzia leo, mimi sio ndugu yako wa damu tena. 还车师傅 Wanzeng, tuondokeni. Tulikula kiapo lakini hii ishi hapa. 国庆 Gojing, unatusaliti leo, umeniuzi. Mwalimu. Binti akaishia isee. Huyo binti alikuwa haki yake ya muoe, alitakuwa olewe na Gojing. Mwalimu akamwambia Jingya, vitu vingine hatuwezi kukusaidia kuamua kama hivi. Lakini hili swala la undugu wa damu Lunga na ndugu yako, 说对 mimi sikushauri kabisa. Kuna msemo unasema 不可不讲 neno moja la rafiki yako bila ungana naye undugu ni maisha ya milele, maana ni ndugu wako wa milele. Huyo ndio kila kitu kwako. Kwa hiyo usikubali undugu uvunjike. Subireni. Gojing alibadilisha mawazo. Uwezi mkataa rafiki kisa mambo kijinga kama hivi. Nishafikiria, nimewaza. 这边师傅 Wewe ni kama ndugu yangu. Jebe, Uang, 有恩 Master Uang, mama master zangu. 我会和华 Mimi nitamuoa huyu binti wa Mongolia. Soronga tena. Eh? 郭靖， Gojing. Binti akarudi. Kumbe Gojing ananipenda bado. 你说的是 Umemaanisha kweli? Uko serious? Nasema niko serious. Akamba sikiliza. 我和华真的 Niko tayari kukuoa wewe. 托莱安达说的对 Ili basi nibaki kuwa ndugu yangu. Niwe na rafiki kaka yako abaki kuwa ndugu yangu. So, ile- Kwa neno lingine, undugu wangu na huyu jamani wa ukweli. Siwezi kubali kuupoteza kwa sababu ya mwanamke mmoja tu. 我也要履行我的诺言 Na nisiteka ahadi yangu. Lazima niitimize. Ninaahidi kumuoa huyu binti, nitamuoa tu. Siwezi kukiuka ahadi niliyoweka. Ronga kuamini aisee. Gojing leo kamsaliti. 真是美 Basi hamna shida. 让 Mimi nitamuoa binti wa Mongana nimuue, alafu mambo yaishe. Baba subiri. 你要杀了他， Kama utamuoa binti, Gojing atanichukia milele. 就算 Na mimi sitaki Gojing anichukie, hata kama nasitaki sasa kuwa naye. Sitaki Gojing anichukie hata kama sitakuwa naye. Kama ameamua hivyo sawa. Aise. Ronga hajaamini, Gojing amsaliti kabisa leo. Jingya, umefikiria kwa makini unachokisema? 柔儿 Asema Ronga, 对不起 nisamehe. Asema najua. 你们两个才是一路， Nyinyi wawili mko sawa. 你们俩 Ni kama ndege ambao mnatoka katika tawi moja na mti mmoja. Na mimi hapa ndo ninaingilia kwenye hilo tawi ambalo mnaruka ninyi. Kwa tawi litavunjika tu, kivote vile.
Nyie ndege wawili mnaruka katika tawi moja. Mimi nikiingilia? Hapana, sio hivyo. Sitaki kusaliti ndugu wangu na rafiki yangu. Kama ulijua hivyo, kwa nini kuniambia mapema? Mimi ni mjinga. Sijui vitu vingi sana kwenye hii dunia. Nasijui kwamba ahadi lazima itimizwe. Na unajua hicho. Oya, kama ushaamua, toa nyumbani tukamuoe, kama dada yangu kamuoe. Mimi siwezi kuja sasa hivi. Kuna kazi ya kufanya. Sijamuoa bado Wanyang'ong'e. Lakini pia wewe ni adui yetu mkubwa. Njoo tutamuoa baadaye. Gojing, utanitafuta basi mimi, sawa? Mimi nitakuja kukutafuta, sawa? Sijui lini nitakaporudi, lakini sijui wapi alipo pia. Kwa naahidi kwamba nitakwenda Yuzo mwezi huu. Au mwezi ujao nitakuja kule Mongolia kumuoa binti. Hamna shida. Mimi nitakusubiri katika ufalme wa Song, tuondoke wote. Tarehe 6 mwezi wa 7. Nitakusubiri mwezi unaofuata, sawa? Alafu kisha nichukua tukaishi Mongolia, ukanioe kule. Sawa? Sawa. Hamna shida. Haya, mimi naondoka sasa hivi. Tukutane katika ufalme wa Song baadaye. Hawa kaishia. Basi, Ronga. Tuone nyumbani. Umeshaona mtu wa kupendi tuishie. Binti, asa baba. Bado nataka niende Yuzo kama nilivyomwahidi mwalimu. Bado tu nataka uende na wewe mjinga Goji. Nishafikiria kuhusu hilo. Na kama namuoa binti mimi nitaolewa vile vile. Kwa tutaolewa wote wawili. Moyo wake unaye mimi na mimi nampenda, nani ananipenda. Kwa mimi niko tayari kuolewa hata mke wa pili. Huyu jamani katili sana. Wewe mwaza hivyo? Sio zaidi ya hivyo. Natamani nikae muda mwingi na Gojing. Kwa sababu tunakuwa tunafurahi tukiwa wawili mimi na yeye. Natamani nikae naye tu muda wote. Binti akadai kama akiolewa binti naye ataolewa. Kwa hiyo ataolewa wote wawili. Kwa hiyo Gojing atakuwa na wanawake wawili. Binti kaa tayari. Hey. Binti kaa tayari kuolewa mke wa pili pia. Sio mbaya akiolewa wote wawili na Gojing. Ilikuwa inaruhusiwa zamani. Akaambia Ronga samahani. Mchukie kama unavyotaka. Sasa mimi siwezi kukuchukia. Gojing. Kama unajua kuhusu hivi, mimi sijaenda nyumbani kwa sababu gani? Sababu akili yangu haiwezi kutulia. Kama nitakuwa mbali nawe. Oh Mungu wangu. Kwani Mungu ananichezea hivi? Nachokitaka sikipati, nachokitaka nakikosa. Kwani nakuwa hivi? Vitu nisivyovitaka vinakuja kwa lazima. Nao vitaka haviji. Basi kwa nini ulikubali hiyo ndoa kama ulikuwa uko hivi kweli kama hutaki? Kwa nini ukubali hiyo ndoa? Hii ndoa ilipangwa na Khan. Khan mkuu wa Mongolia ndo alinilea mimi. Kwa nikiipinga itakuwa si sawa. Lakini nilipokutana na wewe ndo nikaelewa mapenzi ya kweli yakoje. Mapenzi yakoje ndo nikaelewa. Baada ya hapo basi takamrudia Mungu, mlaumu unavyotaka. Na leo tumekutana na wewe mara ya kwanza. Ningekutana na wewe wa kwanza ingekuwa ni raha sana. Lakini nimechelewa kukutana na wewe. Ni ngumu kuongea lakini haina pingamizi pia. Ni kwamba tu leo yani nimejua mambo wazi sasa. Kufikiria kuhusu kutengana na wewe mimi kwangu siwezi. Moyo wangu ni kama vile umechomeka hivi. Nasikia maumivu fulani kwenye moyo. Siwezi kutengana na wewe. Binti akasogea katikati hapo. Mvua ilikuwa inanyesha. Akamwekea Ronga, unafanya nini? Akasema wacha mvua inyeshe. Haina haja kunikingia. Wacha inyeshe, mvua inakuja tu kama ukifanya tutaloana tu. Wangu ngombe kitu Gojing. Hii ndo hatima yetu mimi na wewe. Mambo atakayo tukianzia vipi haiwezi kubadilika. Kwa mimi na wewe nikikaa na wewe kila siku tu tunafurahi. Kila itopo leo tu tunafurahi mimi na wewe. Atufurahie kila muda tunaokuwa wote wawili, si ndio? Tupa kule mbali. Hata mvua tunyeshe. Tufurahi kila siku. Ndio, tufurahi kila siku. Mapenzi ni furaha kati ya watu wawili. Yaani nyinyi mkiwa hamna pesa lakini mkiwa mna furaha ni utajiri mkubwa sana katika mapenzi. Watu wengi wanakuwa na pesa nyingi lakini wanashindwa kuipata ile furaha katika mapenzi. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na kila mali, lakini utajiri unaitwa furaha ukiukosa kwenye mapenzi yako, mnadanganyana hapo. Furaha ni mali kubwa isiyokuwa na gharama na ni ngumu kupatikana.
Haya, tuingie siku ya leo. Binti kuna mchoro alikuwa nao. Walikuwa wamenyeshwa na mvua, mchoro uko umeloana. 蓉儿， Kama nongao. 我的画 Huu mchoro unanipatia mimi umeloana. Kama niuone. Binti akachukua uangalia. 估计没办法修补。 Kama samani haiwezi kutengenezeka hii. Ronga samani sababu yangu mpaka imeloana. Kama sio makosa yako. 要怪啊！ Ilaumu mvua ilikuwa inatunyeshea. 我还是 Lakini naona ni vibaya, najisikia aibu yani. 蓉儿的一片心意。 Nilikukasirisha, afu zumuni lako lilikuwa zuri tu kwangu. Binti akakangua. Hata nikangua binti, kuna kitu aliona hapa. Haya maandishi wakati mvua ilivyonyesha, kuna maandishi yaliweza kuonekana. Angalia hapa. 什么？ Hisi kitabu cha Umu. 什么？ Iron Palm. 别 Mkono wa chuma afanyaje? Mbona kuna mkono wa chuma? Middle pick, 第二 second pick. Hii nini? Hapa ndo kitabu cha Umu kilipo. Inavyoonekana. 没错。 Ngoja. Ni kweli? Asema nipata. Hapa kuna clue mahali kitabu cha Umu kilipo. Kivipi? 完颜洪烈一直以为武 Prince wa sita anafikiri kipo wa jumba la kifalme, lakini kulikuwa kwa mte hapakuwa na ile kitabu cha Umu. Maana yake hichi kitabu cha Umu hakipo sehemu moja. Kwa nini imekuwa hivyo? Kuna mahali kitabu kipo. 搜画， Mchoro ulipoibiwa, uliibiwa na Q, aliyekuwa mwanafunzi wa babangu. 所以我 Kama Q alichukua, nahisi 包里面应该没有武。 ufalme hauna hiki kitabu. Kitabu tofauti na maelezo tu mahali kipo. Kwa hiyo unamaanisha kwamba 这幅字画上 kitabu cha Umu 因我 sehemu kilipo ni mahali fulani. 没错， Ndio, huu mchoro unaonyesha mahali kitabu kilipokuwa. Na haya maandishi ukiangalia, yanataka katuelezea mahali kitabu kilipo. Hebu tuyaone. 写的是什么？什么？ Kwa nasemaje? Naona kuna iron palm, yani mkono wa chuma, alafu na kuna pick. Bila ngoja kwanza. Huenda Kindren anahusika kwenye hili. Kindren yule mkuu wa mkono wa chuma anakuwa anahusika. Maana kama kitabu cha Umu kinahusiana na yeye hivi. Hapana. 要是裘千仞搞的玩意， Mimi siwezi kuamini hichi kitu kama kinataka kinamhusu yeye. 我也不相信。 Mimi siamini pia kuhusu hilo. Hebu ngoja tuone. 蓉儿， Ronga. Unaangalia nini? 爹爹说 Babangu alisema 这幅字画不是， kwamba huu mchoro sio maarufu sana, ni wa kawaida tu, lakini 可是这画中之山 unavyoonekana ni kama una utofauti kabisa na mchoro mwingine. 明显就不 Hebu ngoja kwanza, haiko wazi. Hebu ngoja. Binti kacheki mkono wa chuma. Binti akacheki mlima uliochora pale, ni kama akapata clue hivi. Alipopima na mkono namna hii, akaona ni kama vile mlima una muundo wa mkono. Unaona? 这座山 Huu mlima unaonekana kama mkono. Hebu angalia kwa makini. 真的像啊！ Afu ni kweli. Ngoja. 贴着 Itakuwa ni Iron Palm Mountain, mlima wa mkono wa chuma. 有没有 Haya, 姑娘？ huku na jamaa yako naye Yankang na baba yake hapo wanapiga story. 意思是， Baba hii koje? 这木姑娘一向对我心 Anasema msimu ananichukia sana hizi siku na msimu. Je. Lakini shangaza hivi anifuata anipenda, simuelewi vizuri. 觉得 Alikuwa anipende hapo mwanzo. 刚开始我也觉得奇怪， Lakini naona kama ni mbaya vile. 后来想想也是， Shafikiria kwa haraka. 他毕竟 Naonekana ni mjamzito, kwa hiyo anataka tu kuwa makini safari hii, labda kwa sababu ni mkwe wake. 要 Huwezi kujua. Jinsi- Hawezi kana nia mbaya, baba niamini bwana. Haya kaa. 啊。可是你别忘了， Lakini usisahau Misimu anachukia ufalme wa jini, ujue hivyo. Na Misimu 这或许 labda hizi ni hisia zake tu baba, 可是人非草 lakini sio kama ni mkatili kihivyo. Misimu ni binti mmoja wa kawaida sana, alafu 不在， ni mtu anayependa kuishi katika family. Isitoshe yote si ni familia yake, 又有谁会 alafu anajali sana kuhusu song. Masuala ya song na jini achana nayo, wewe sikuchanganya. Kanga, Uta- muamini binti kweli? 爹 Baba, 就放心， na Misimu ni binti wa kawaida sana, 心思简单的姑娘， sio binti ambaye ni mbaya unavyofikiria. Alafu pia na mimba yangu sasa hivi, lazima ni mtulivu tu. 不可 Kivote vile haizi penda nikamkosea wala pendi kunikosea. 要提防着 Basi kuwa makini. Lakini 啊。对了， anyway, 越州的事情准 umeshaandaa ile kujiandaa kwenda Yuzo? 明日一 Nishajipanga kwenda Yuzo baba. Mara na Msimu kaja. 姑娘， Msimu binti kama mtifu sana kwa sisi, mtifu kweli. Prince 你在家 baba, tunaniita Prince mpaka sasa hivi. Mbona usiniite baba? 来了， Baba mkwe sasa hivi. Yeah, 是 ndio. Sasa 哎， eh, 这就对了。 nataka uniite hivyo.
Anyway, Misimu, Yang Kang anataka kwenda katika ukoo wa Beggars so muda mrefu. Kwa hiyo ningependa aende Yuzu lakini pia aende kuwa chifu ukoo wa Beggars. Najua hivyo. Alafu nafasi ya kuwa mkuu wa ukoo wa Beggars Sikwanga hajaachia mtu yote. Unafikiri Yang Kang akiwa itakuwa vizuri sana. Yeah. Alafu najika Yang Kang anaweza kuwa atakiwa kwa kiongozi mkubwa sana mzuri kwa ukoo wa Beggars. Misimu, osha kwenda na ukafundishwa na ukoo wa Beggars. Kwa nini usiende ukamtambulisha Yang Kang huko ili iwe rahisi kwa watu ukoo wa Beggars kumpokea? Maana yuko na hiyo fimbo. Baba, kwa nini aende Yuzu wakati Yuzu ni mbali kutoka hapa kutoka Farm Song? Mimi sitaki Nancy aje bwana. Mzee akamwambia Misimu, Yang Kang hajulikani na ukoo wa Beggars. Lakini wewe ukoo wa Beggars unakufahamu. Ukienda na Yang Kang watamsupport vyema na pia Sikwanga shaka kufundisha wewe style mbalimbali. Bila shaka kwa uwezo wako na watu wanaokufahamu watakupenda na Yang Kang atakuwa rahisi kuwa chifu ukoo wa Beggars. Maana anayo fimbo tayari. Hiyo fimbo ni kila kitu. Kwa kumsaidia ushirikiano wako awe mkuu ukoo wa Beggars. Nini shida? Hauko tayari? Kwa nini katae? Siwezi kukataa. Hapo sawa. Halafu unaonekana ni mjamzito kwa sababu nakusumbua lakini sio kupenda kwangu Ni sawa. Kang amenilinda kwa muda mrefu kwa sio tatizo.